Baba, ni wa Baba, utukufu Mwana atukuke, na Roho Mtakatifu Utatu pekee. 56
waliotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimize sheria, nijapofanya bidii, nikilia na huzuni, hayaishi makosa, ni wewe kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, mnyonge nishike, mimi mchafu naja, nioshe nisijafa, nikungojapo chini, nakwenda kaburini, nipapo mbinguni, nakuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Ukiwa umesimama hivyo, mimi ninaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mtakatifu, Bwana mtakatifu, wewe ni mtakatifu kwa kuwa jina lako ni jina takatifu, na ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu, na mlima mtakatifu Baba, ikiwa ni mbinguni makazi yako ya kudumu, watakatifu wako wakiwa wamekusanyika mahali palipowekwa jina lako, ili Bwana upate kusema na wao. Unitumie kama chombo chako, nami nisiseme yaliyo ya kwangu Bwana, bali useme yaliyo ya kwako kupitia kinywa changu Bwana, maana neno lako ni hitaji la mioyo ya watakatifu wako. Neno lako ni uumbaji wao, neno lako ni uponyaji wao, neno lako Baba wa rehema ni suluhisho katika maisha yao. Umtazame kila mmoja kupitia neno lako, neno likipita katika nafsi, roho na mwili, na kupata kuwahuisha, kupata kuwaumba tena upya. Neno liumbe na uchumi wa taifa letu, neno liwape afya njema viongozi wetu, neno litamie Baba mikoa yote na kuleta uzima, neno litamie taifa letu na kuondoa mabaya yote, hata hali tete ya Baba majambazi wanayepata kurejea tena na kusambulia na kuvamia watu. Tunafunga roho ya ujambazi katika taifa letu kwa jina la Yesu. Tunafunga roho ya uwizi kwa jina la Yesu. Tunafunga roho ya vibaka kwa jina la Yesu. Tunafunga roho ya wakabaji kwa jina la Yesu. Tunafunga roho ya unyang'anyi kwa jina la Yesu. Neema yako itamie taifa letu, utisho wako ikipata kutisha roho zote chafu, maana lolote linalolifunga hapa duniani na juu mbinguni inapata kufungwa. Neno lako litamie na Baba wa rehema Afrika yote na mataifa yote Bwana, nazidi kutufundisha habari njema ya ufalme wako, ili Baba nasi tupate kuwa wanafunzi wako na kufanyika kuwa wavumbi wa watu. Jina lako litukuzwe asubuhi ya leo, mapenzi yako yapate kutimia Bwana. Tazama waliofika katika ibada hii wakiwa na kizunguzungu, wakiwa wanaumwa, wakiwa katika hali ya tofli hali. Jehova mweza wa yote, ibada yako iwe ni sehemu ya sisi kupata kuhuishwa, sisi kupata kuumbika upya Bwana, na tunapoondoka katika eneo hili Baba, tuondoke tofauti na tulipofika. Jina lako likipata kutukuka Baba, katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Basi hebu nakuomba kae katika uwepo wa Mungu. Naomba kae katika uwepo wa Mungu. Tuliendelea siku ya Jumapili iliyopita, lakini pia siku ya Jumatano na Ijumaa tukapata kibali tena cha kupata kuendelea.
na tuliendelea na habari ya Galilaya, na habari ya Galilaya ikiwa ni msingi wa wokovu. Galilaya ina umuhimu kwenye ramani ya wokovu kwa sababu Galilaya ilikuwa ni msingi wa wokovu. Msingi wa wokovu ulikuwa ni Galilaya kwa sababu Kristo, habari za kuzaliwa kwake zilitokea katika eneo la Galilaya, lakini ni kama ilivyokuwa imetabiriwa. Ilitabiriwa ya kuwa Kristo atapata kuzaliwa, naye ataokoa watu wa Mungu na dhambi zao. Na ni kweli Kristo akapata kuzaliwa katika eneo la Galilaya. Lakini sasa kuna vitu vingine vinavyotokea hapa duniani ambayo usipokuwa makini huwezi kujua ya kuwa yanayo maana kubwa sana. Moja kati ya mambo haya ni wewe kuwepo katika eneo hili, ni wewe kuja katika eneo hili. Kwa nini umekuja leo katika eneo hili? Umekuja katika eneo hili kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Lakini kwa nini uwe sehemu ya ibada ya Jumapili? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka akifanye siku ya leo katika maisha yako. Kuna kitu Mungu anataka akiumbe tena upya. Sasa habari ya ujio wa Yesu. Kwa nini Yesu aje duniani wakati Yesu alikuwa ni moja kati ya nafsi ya Utatu Mtakatifu? Ni kwa sababu palihitajika ujio wa Yesu duniani ili mwanadamu apate kukombolewa. Kama unavyojua, dunia ilivyoumbwa, dunia iliumbwa ikiwa haina mabaya wala haina dhambi. Na Mungu alikuwa na ushirikiano mzuri sana na watu aliyewafanya kwa mfano na sura yake. Mungu alikufanya kwa mfano na sura yake. Akasema Mungu ulinifanya kwa mfano na sura yako. Lakini ibilisi na wakala wake wakanitoa kuwa mfano na sura yako. Nikawa mfano na sura ya kitu cha kutisha. Lakini Jehova, asubuhi ya leo ninakuomba Bwana, ili unihuishe na kuniumba tena upya, ili nirudi kuwa mfano na sura yako Bwana, kama ulivyokusudia katika maisha yako, katika jina la Yesu. Mtu mmoja seme amen. Kusudi na Mungu bila shaka tunaiona wapi? Hebu soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Wewe ambao ni mara yako ya kwanza, eneo hili ni eneo rafiki na ni eneo la ukombozi wako. Inawezekana leo ikaleta mabadiliko makubwa katika maisha yako, kwa sababu unaweza ukarudi kwenye asili yako ya uumbaji. Bwana akurudishe kwenye asili ya uumbaji kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akurudishe kwenye asili yako ya tangu awali kwa jina la Yesu. Bwana akurudishe kwenye mpango wake na asili yake kwa jina la Yesu. Nione mtu ambaye yuko tayari kurudi kwenye asili na mpango ya Mungu akipunga na kusema haleluya. Tupigie Bwana makofi makubwa. Basi tuende sasa, uwe makini kwa sababu ni wakati wa neno. Watakatifu wa Bwana, neno ni kila kitu. Ni bora hata mtu asikuombee, lakini akufundishe neno la Mungu. Neno la Mungu likifanikiwa kukaa ndani yako, wewe ni neno. Sema mimi ni neno. Mimi ni neno. Wewe ni neno namna gani? Ni kwa sababu hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anaishi bali Kristo. Kama Kristo ni neno, basi na wewe ni neno. Sema mimi ni neno. Kama wewe ni neno, basi kuanzia leo wabaya wote wanayekuja kinyume nawe wakuone kama neno kwa jina la Yesu. Wabaya wote wanayekuja kinyume na familia yako waione familia yako kama neno kwa jina la Yesu. Wote wanayekuja kinyume na biashara yako wakuone na biashara yako kama neno kwa jina la Yesu.
Neno linahuisha, neno linaumba, neno linatakasa, neno linaosha. Neno likutakase na kukuosha kwa upya kwa jina la Yesu. Amen. Soma kwa jina la Yesu. Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 27. Soma kuanzia mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa ninyi kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu itakuwa ndio chakula, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndio chakula chenu kama hivyo. Bila shaka mtakatifu wa Bwana, tunaporudi kwenye asili ya uumbaji, uumbaji wetu unaanza kwenye neno. Mungu anasema na tumfanye. Mungu anaposema na tumfanye, umeona, na tumfanye ni wingi. Maana yake aliyekuwa anaongea ni nafsi ya Mungu Baba, lakini alikuwa anaongea na nafsi na Utatu Mtakatifu, ambao ni nafsi ya Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, lakini akiwashirikisha jambo jema la kumfanya mwanadamu. Hakuna kitu kinachotia moyo kama ya kuwa tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Hebu mshike mkono mwenzako, muulize, wewe ni bado ni mfano na sura ya Mungu? Ukisema, hebu mwambie kujibu, hebu mwambie nijibu. Mjibu basi. Nisikilize, huwezi kusema wewe ni mfano na sura ya Mungu wakati ukitembea unatembea umekwenda upande kama gari iliyekata center board. Huwezi kusema wewe ni mfano na sura ya Mungu wakati usiku upati usingizi. Huwezi kusema wewe ni mfano na sura ya Mungu wakati yale yote Mungu aliyepanga kwenye maisha yako hayaendi kama yalivyopangwa. Kile unachokifanya kinakwenda kinyume. Ukipanga kufanya kazi, ufanye kazi. Ukipanga kupata kazi, upate kazi. Je, hiyo ni mfano na sura ya Mungu? Je, kama kuna kitu kinachofanya mwili wako usikae katika hali yake, je, wewe ni mfano na sura ya Mungu bado? Lakini leo Mungu akufanye urudi kuwa mfano na sura yake kwa jina la Yesu. Amen. Leo nakufanya uwe mfano na sura ya Mungu tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Magonjwa yote aliyokutoa kuwa mfano na sura ya Mungu ninayaondoa kwako, nami nakufanya uwe sura na mfano wa muumbaji wako kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, Mungu anaposhirikisha Utatu Mtakatifu habari ya kumuumba mwanadamu, anasema kwa maneno. Ndiyo maana maneno Roho Mtakatifu anayesema kupitia kinywa changu iko tayari kwa ajili ya kukuumba tena, iko tayari kwa ajili ya kufanya jambo jipya kwenye maisha yako, iko tayari kwa ajili ya kurudisha kwenye asili yako. Maneno haya yawe ni uzima na uhai kwako kwa jina la Yesu. Maneno haya ya kuinue na kukutoa kwenye dimbu uliyetumbukizwa kwa jina la Yesu. Amen. Maneno haya ya kuinue na kukutoa kwenye jeneza uliyelazwa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anamfanya mwanadamu. Mungu anakufanya wewe. Sema, Mungu akanifanya mimi. Mungu akanifanya mimi. Mungu akanifanya mimi kwa mfano na sura yake. Mungu akanifanya mimi kwa mfano na sura yake. Akanipa na chakula. Akanipa na chakula. Hebu pata picha kuwa Mungu itakuwa ni 1, 2, 3 mpaka na wanyama wa kufugwa na waporini akawapa chakula. Habari ya wewe kupata chakula inatakiwa ikae kwenye mapenzi ya Mungu. Ndio maana utabii kupata ugumu kiasi kwamba unashindwa kupata chakula. Maana ukikaa katika mapenzi ya Mungu, bila shaka utapata chakula. Upate chakula kwa jina la Yesu. Chakula isikupige chenga kwa jina la Yesu. Yote unavyohitaji virudi kwenye msingi ya Mungu na asili yake, na uvipate kwa jina la Yesu. Mungu anapofanya uumbaji mara ya kwanza, watu wa Mungu, dunia haikuwa na doa.
dunia haikuwa na dosari, dunia haikuwa na unyanyasaji, dunia haikuwa na kulogwa, dunia haikuwa na uonevu. Dunia ilikuwa ni sehemu salama, na Mungu alipata kuwa na ushirika na mwanadamu. Alikuwaje na ushirika na mwanadamu? Mungu alikuwa anamtembelea mwanadamu na kuongea na yeye. Hebu twende kwenye sura ya 2, nijenge msingi, alafu twende kwenye Galilaya kuwa ni sehemu ya nini? Galilaya kuwa ni msingi wa wokovu. Sura ya 2 anzia mstari wa 12 ama hata 14, sio mbaya, ili tuende haraka. Na jina la mtu wa tatu ni Dekeli, ndio unaopita mbele ya Shuri. Na mtu wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtoa mtu huyo akamweka katika bustani ya Edeni. Unaona, sura ya 2 ni maelezo ya kina ya sura ya kwanza. Huwezi kuelewa sura ya kwanza pasipo kusoma sura ya 2. Sura ya kwanza inasema tu Mungu akafanya mtu mume na mke kwa mfano na sura yake, lakini neno halijasema hapo kwenye sura ya kwanza ya kuwa Mungu alimuumbaje mwanadamu. Lakini unaposoma sura ya 2 unakuta kuwa Mungu bila shaka alitoa katika mavumbi, akafinyanga na akapulizia pumzi yake, na mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa Mungu anamchukua huyo mtu, anamweka wapi? Anamweka sehemu aliyeiandaa, ambayo ni bustani ya Eden. Mungu akurudishe kwenye bustani ya Eden ya maisha yako kwa jina la Yesu. Bustani ya Eden ya biashara yako irejee kwa jina la Yesu. Bustani ya Eden ya uzima wako irejee kwa jina la Yesu. Bustani ya Eden ya mahitaji yako irejee kwa jina la Yesu. Amen. Ukirudi kwenye asili yako ya uumbaji ambao ni bustani ya Eden, basi unatakiwa kadri unapanga kutokana na mapenzi ya Mungu, na hatimaye kinachofuata ni Mungu anayatimiza yote aliyepanga kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Hebu twende. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda kila mtu wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bila shaka anapewa agizo. Mungu anampa agizo ya, umeona kwenye sura ya kwanza haijatolewa ufafanuzi ya kuwa mwanadamu ale wapi na asile nini, lakini kwenye sura ya 2 Mungu anatoa ufafanuzi ya ale katika matunda mengine yote ya miti, lakini si katika matunda ya mti ya katikati ya bustani ya Eden ya mema na mabaya. Watu wa Mungu ilikuwa ni matunda kabisa iliyochumwa na kuliwa, haikuwa tofauti na watu wanavyosema. Sasa Mungu anamkataza ya kuwa asile katika matunda ya mti wa mema na mabaya. Maana yake kula katika matunda ya mti wa mema na mabaya ingemuunganisha na mapenzi ya Ibilisi, ingemuunganisha na ufalme wa giza, lakini mwanadamu akaja kuingizwa katika kumwasi Mungu kwa kula katika matunda ya mti ule. Watu wa Mungu, kama kuna kitu kibaya ni dhambi. Dhambi ni kitu kibaya sana. Nitakwambia ya kuwa mara nyingi sana ukiishi maisha matakatifu, hata mtu anayekuloga hawezi akakufikia. Mtu anayekuloga anakufikia kwa sababu hauna ulinzi ama kinga ya Mungu. Shetani anapotaka kukuharibia anakuletea dhambi na anaanza kupandikiza dhambi inayekuzika kwa wepesi. Unaanza kuwa mwongo tu. Ukisema kitu tu, uko wapi sasa hivi? Niko hapo chini hapo. Sasa chini wapi? Hapo nipo hapo chini, lakini wakati huo uko mbali kweli kweli. Uko wapi? Bwana, niko sasa hivi nalima, lakini hujui hata jinsi ya kulima. Unakuta kabisa mtu amekupigia simu, hauna hata sababu ya kumdanganya, maana hayupo karibu na wewe. Lakini unajikuta tu, uko wapi? Niko Mwanza sasa hivi. Unasema sasa, kwa nini umdanganye? Maana hayupo karibu na wewe. Mbona umdanganye? Unakuta tu mdomo wako umeshasema uongo, na unakuta ya kuwa unazoea sasa kila wakati unasema uongo. Unaposema uongo kuna kinachochelewesha kwenye maisha. Yanitaka kutimia kwenye maisha yako yanapata kucheleweshwa. Sasa Mungu anapomweka mwanadamu kwenye bustani ya Eden na kumpa mamlaka ya kutawala, Mungu alimwekea sheria zinazomtawala. Mungu ni mtawala.
Mungu akamwekea mwanadamu sheria zinazomtawala, lakini sheria pia za mwanadamu utawala viumbe vingine. Sema mimi ni mtawala. Mimi ni mtawala. Natakiwa nitawale dunia na vyote vijazavyo. Wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Kama ni mtawala, pokea mamlaka ya utawala kwa jina la Yesu. Kama ni mtawala, pokea mamlaka ya kuogopwa kama viongozi wanavyoogopwa kwa jina la Yesu. Mtawala akisema kitu inakuwa, maana anaamrisha alafu inatendwa. Pokea mamlaka ya kuwa mtawala kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kusema maneno yatakayoumbika, lakini sio mabaya, mema kwa jina la Yesu. Endelea. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Bila shaka nimeruhusu isomwe mpaka mwisho wa sura ya 2 ili uone ya kuwa uumbaji ulikuwaje. Mwanamke anatolewa katika ubavu wa mwanaume, na mwanaume anapoamka kutoka kwenye usingizi anafurahia uumbaji wa mwanamke. Lakini mpaka hapo palikuwa hapana kitu kinachoitwa dosari, palikuwa hamna kitu kinachoitwa dhambi. Uumbaji ulifanyika katika ukamilifu, na kila kitu kikiumbwa katika hali yake ya ukamilifu. Na Mungu alipokamilisha uumbaji, kila kitu kilikuwa vizuri sana. Lakini kumbuka ya kuwa Ibilisi kwa wakati huo alishakuwepo. Wakati Mungu anafanya uumbaji, shetani alikuwepo? Hakuwepo? Shetani alikuwepo. Kitu ambacho natakiwa ujue ya kuwa watu wengi wanasemaga ya kuwa kabla ya uumbaji Mungu ulikuwepo. Kabla ya uumbaji hata Ibilisi maana ukisema uumbaji unasema uumbaji wa dunia na vyote vijazavyo. Maana yake Mungu anapoumba dunia na vyote vijazavyo, Ibilisi alikuwepo, na kule mbinguni alishatupwa chini, na tayari alikuwa ameshajenga makao yake makuu. Wapi? Chini ya maji, ambayo ni chini ya bahari. Na watakatifu wa Bwana, Mungu anapofanya uumbaji, lengo mama ya Mungu kufanya uumbaji tumeona kama alivyosoma kwenye Mwanzo sura ya 26-27, tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu, ili atusaidie kutawala. Sisi tunahitaji kumsaidia Mungu kazi ya utawala. Lakini hebu tuende kwenye sura ya 3 tuone ndoa ilitokea wapi. Ndoa ilitokea wapi? Sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, pendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajitambua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini na kujifanyia mavazi ya kustiri uchi wao. Kisha akasikia sauti ya Bwana akitembea bustanini wakati wa jua kupunga.
Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Umeona walijificha kwa sababu gani? Tunaona kwenye sura ya pili alipokuwa anamalizia kusoma, tukaona ya kuwa mwanaume na mwanamke baada ya kuumbwa walikuwa uchi, wala hawakuona haya. Maana yake hata Mungu alipokuwa anawatembelea walikuwa hawajitambui kama wako uchi. Lakini sasa sura ya 3 baada ya kula katika matunda ya mti wa mema na mabaya, wakapata maarifa ya mema na mabaya, na hatimaye Mungu anapowatembelea sasa wanapata kufanya nini? Wanapata kujificha, maana walijua ya kuwa wako uchi. Na kilichofuata ni nini? Kilichofuata, watakatifu wa Bwana, mwanadamu akapata kuondolewa kwenye bustani ya Edeni. Utasoma kwa wakati wako sura yote. Soma mstari wa 19 na mpaka 22, alafu niende nakotakiwa kwenda. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoingia ardhi, ambao katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavuvi wewe, nayo mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Bila shaka, watakatifu wa Bwana, Mungu anasema mwanadamu amekuwa kama mmoja kati yetu, naye tusimwache kwenye bustani ya Edeni asije akanyosha mkono wake na kutia katika matunda ya mti wa uzima milele na kuyala na kukosa hukumu ya kifo. Watu wa Mungu, hatuhitaji kuwa kama Mungu, tunahitaji kuwa mfano na sura ya Mungu. Tunahitaji tusiwe kama Mungu. Hatuhitaji kuchukua maamuzi pasipo kumshirikisha Mungu ili achukue atufanye tuchukue maamuzi mazuri. Kila jambo tunahitaji kumshirikisha Mungu. Hatuhitaji kuwa watawala bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hata kwenye kazi yako, Mungu akuonyesha na kukuongoza kwenye njia ya kupitia. Kila jambo unayofanya kwenye maisha yako unatakiwa umshirikishe Mungu. Sasa tunaona ya kuwa dhambi inaingia duniani. Dhambi ilipoingia duniani, watu wa Mungu, dunia yote ikapata kuwa na dhambi. Na kilichopata ni nini? Mungu akatafuta njia ya kufanya ukombozi kwa mwanadamu, lakini ukombozi wa mwanadamu uliahidiwa ya kuwa ungetokea kupitia kwa yule ambayo angekuwa ni uzao wa mwanamke, yule ambayo angezaliwa na mwanamke pasipo ushirikiano wa mwanamke na mwanaume, naye akiwa ni Masihi ama Kristo Yesu. Sasa Mungu akafanya mchakato wa Kristo kutokea katika taifa la Israeli na katika kabila la ya Juda. Lakini watu wa Mungu, dunia ikaendelea kuingiwa na giza sana. Unaposoma hali ilivyokuwa katika mwisho wa Agano la Kale, bila shaka utaona ya kuwa Wayahudi walikwenda kwenye tabu sana, lakini hata wa mataifa walikwenda kwenye shida sana. Lakini hatimaye inatangazwa habari njema ya ufalme wa Mungu ambayo ungepata kuja. Hebu tusome sasa kwenye kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 26. Uone ya kuwa inapotangazwa kuzaliwa kwa Yesu ilitangazwa kwenye eneo gani? Imenilazimu nirudi nyuma kwa sababu kuna watu wengine ambao ni mara yao ya kwanza, kuna watu wengine ambayo pia hawakuwepo katika kipindi hicho, na nisingependa kuacha mtu nyuma, ningependa wote tuende kwa pamoja. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Bila shaka Galilaya, jina la mji ilikuwa ni Nazareti. Galilaya, jina la mji ikiwa ni Nazareti. Maana yake
Mariamu alikuwa anakaa katika eneo la Nazareti, lakini Yusufu naye alikuwa anakaa katika eneo la Nazareti, lakini hawakuwa ni wenyeji wa Nazareti, walikuwa ni wenyeji wa Yudea ama wenyeji wa kutoka Bethlehem, lakini waliyekwenda kutafuta kuishi katika eneo la Galilaya na kitongoji ikiwa ni Nazareti. Watakatifu wa Bwana, Mungu amefanya muunganiko na hata sehemu unayeishi sasa hivi, hata sehemu unayefanya kazi, hata mji unayekaa, hata nchi unayekaa. Mungu amefanya muunganiko. Ndio maana wewe kuwepo kwenye mji wa Dar es Salaam na kwa wakati huu kuwepo katika mlima huu wa Galilaya si kwa bahati mbaya, bali Mungu alifanya mpango kwa sababu maalum. Huko hapa kwa ajili ya jambo maalum. Mungu akufanye na wewe ujue yale yanayokufanya uwepo katika eneo hili kwa jina la Yesu. Mungu anaamrisha Kristo habari za kuzaliwa kwake kutangazwa katika eneo la Galilaya. Lakini Galilaya ilikuwa ni sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Israeli, na nchi ya Israeli ikiwa na mikoa mitatu: mkoa wa kaskazini uliojulikana kama Galilaya, mkoa wa kati uliojulikana kama Samaria, na mkoa wa kusini uliojulikana kama mkoa wa Yudea. Lakini mkoa wa Yudea ilibeba mji mkuu ambao ni Yerusalemu. Lakini unaposema habari ya Yesu Kristo, habari ya huduma ya Yesu Kristo, eneo la kusini, Yesu akufundisha sana, alifundisha mara chache, alifanya huduma mara chache. Kwa nadra Yesu alifanya huduma yake katika eneo la kusini mwa nchi ya Israeli, lakini eneo kubwa ambayo Kristo alifanya huduma yake ilikuwa ni eneo la Galilaya. Galilaya ilikuwa ni eneo maalum sana kwa ajili ya wokovu wetu. Ndio maana inapotajwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, inatajwa Nazareti. Inatajwa Nazareti kwa sababu watu wa Mungu, Isaya alitabiri karne 7, miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu ya kuwa ataitwa nani? Ataitwa Mnazareti. Maana yake kwa lugha ya Kiebrania ataitwa Mnazarayo. Lakini hebu pata picha ya kuwa miaka 700 Isaya anaona jambo jema likitokea Nazareti, jambo jema ikitokea Galilaya. Mungu alishapanga mambo mema yatakayotokea katika maisha yako miaka mingi hata kabla hujawepo kwenye eneo hili kwa jina la Yesu. Mungu alishataja ya kuwa eneo hili itakuwa eneo muhimu sana kwenye habari ya ufalme wake kwa jina la Yesu. Sasa watu wa Mungu, Galilaya anazaliwa Kristo katika eneo la Nazareti. Na eneo hilo, kwa nini nasema anazaliwa pale? Nasema anazaliwa pale kwa sababu kumzaa mtoto haianzii kwenye kuzaliwa kwake. Inaanzia kwenye utungaji wa nini? Wa mimba ya mtoto huyo. Kwa nini Yesu alizaliwa Bethlehem alafu asiitwe nini? Bethlehem, akaitwa Mnazareti? Ni kwa sababu msingi wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilitolewa katika eneo la Nazareti katika mkoa wa Galilaya. Ndio maana Yesu hakuitwa Bethlehem, aliitwa Mgalilaya, aliitwa Mnazareti, aliitwa Mnazarayo. Nawe uitwe Mnazareti kwa jina la Yesu. Nawe uitwe Mgalilaya kwa jina la Yesu. Kwa nini mnaitwa Mgalilaya ama Mnazareti? Hata mtu akiwa ndani ya Kristo, hata mtu akiwa ameokoka, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yakiwa yamepita, ya sasa yakiwa yamekuwa mpya, na sio yeye bali Kristo. Kama ni Kristo, basi wewe ni Mgalilaya. Sema Mgalilaya anakaa ndani yako. Na kama Mgalilaya anakaa ndani yako, mimi ni Mgalilaya.
Wanayekuja kwa mabaya wanione kama Mgalilaya. Wagalilaya walikuwa na upendeleo kwenye ufalme wa Mungu, na injili ya Bwana iwe mwanzo mpya kwenye maisha yangu kama Mgalilaya, kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, kuna mambo ambayo ukitaja kwenye ulimwengu wa kiroho, mabadiliko yanatokea kwako. Umeona, mtu anapompokea Kristo ni yeye anaishi, ama ni Kristo, ni Kristo. Na kama ni Kristo anaishi ndani yako, basi utakatifu wa Bwana, hata magonjwa yako yote inatakiwa abebe Kristo. Na mbebesha Yesu magonjwa yako kwa jina la Yesu. Kila tatizo uliyeingia nayo kwenye nyumba hii, na mtwika Kristo kwa jina la Yesu. Kila maumivu uliyefika nayo mahali hapa, ninaihamishia kwa Kristo kwa jina la Yesu. Kila mawazo yaliyekuwa yanakusumbua, ninamtwika Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Kila mabaya yaliyekuwa nakusumbua maisha yako tangu mwezi huu ulipoanza mpaka sasa, ninampa Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Yesu abebe masikitiko yako kwa jina lake. Amen. Yesu abebe magonjwa yako kwa jina lake. Amen. Yesu abebe mabaya yote kwako kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, unaweza ukasema ya kuwa mimi ninaponaje? Unahitaji kutokuishi wewe, bali kumfanya Kristo aishi. Ili kinachofuata ni nini? Matatizo yote, mabaya yote, Yesu apate kubeba. Kwa nini mimi nakuwa mzima? Nimetambua jambo moja, kuwa sitakiwi kuishi bali Kristo. Na kama ni mauti, umejua kuna maneno ukiyajua kwenye Biblia unapata kuyashinda hata mauti. Umeona, unaposikia kufa unatakiwa useme nini? Unaposikia kufa unatakiwa useme ya kuwa mimi nimekufa pamoja na Kristo, nimefufuka pamoja naye. Maana yake mimi ni mfu nini? Mfu hai. Maana yake hakuna tena mamlaka ya mauti juu yangu. Ninafunga mauti iliyepangwa kinyume nawe kwa jina la Yesu. Ninafunga roho ya mauti inayotaka kutenganisha mwili wako na roho yako kwenye mwezi huu kwa jina la Yesu. Kumbe tumekufa pamoja na Kristo, tumefufuka pamoja na Kristo, na sio sisi tunaishi bali Kristo. Kama ni Kristo, kuanzia leo uumbike upya na uwe mzima kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uwe hai kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mabaya yote yasiwe sehemu ya maisha yako, bali sehemu ya maisha ya Yesu kwa jina la Yesu. Hebu sasa twende sasa, endelea chini kidogo. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa ukoo wa Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu, akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bila shaka watakatifu Bwana, inapotangazwa kuzaliwa kwa Yesu, anaambiwa Mariamu ya kuwa atapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo mtoto ataitwa Yesu, maana yeye ndio atakayeokoa watu wa Mungu na dhambi zao. Lakini atapewa mamlaka ya kuwa ni mtawala katika nafasi ya Daudi baba yake. Maana yake Yesu kwa Wayahudi alitakiwa kuwa ni Masihi, lakini kwa mataifa yote yalitakiwa awe ni mkombozi. Sema, Yesu ni mkombozi wangu. Yesu ni mkombozi wangu. Bila shaka watu wengi sana hawajui kabisa kuwa iko tofauti kati yetu na Wayahudi. Wayahudi hawamchukulii Yesu kama mkombozi. Ndio maana ukimwendea Myahudi ukamwambia Yesu ni mkombozi, atakuangalia, atakwambia mimi na Yesu tunatoka kwenye ukoo moja, usiniambie kitu wewe. Maana yeye unakuta ni Myuda na Yesu alikuwa anatoka kwenye ukoo wa Yuda, atakwambia mimi na Yesu tunatoka kwenye ukoo moja. Yeye mkombozi namna gani? Lakini aliyekuwa Masihi ya Wayahudi
kwetu ni mkombozi. Awe mkombozi wako kwa jina la Yesu. Awe mkombozi wako kwa jina la Mgalilaya. Amen. Akukomboe na mabaya yote kwa jina lake. Akuokoe na balaa zote kwa jina la Yesu. Akuokoe na mabaya yote kwa jina lake. Watu wa Mungu, Yesu ni mkombozi wetu. Yesu ni Masihi kwa Wayahudi. Ndiyo maana Wayahudi wanamchukulia Yesu tofauti na tunavyomchukulia. Sasa unaona Yesu anapokuja kwa Wayahudi, mara ya kwanza, Yesu alikuja kama Masihi. Na kazi ya Masihi ilikuwa ni nini? Ni kuwaunganisha na Mungu tena, maana walishaharibu mahusiano iliyokuwepo kati yao na Mungu. Wayahudi walishaharibu mahusiano yao na Mungu, ndiyo maana Mungu nayo aliwaacha wakapelekwa kwenye utumwa. Na sisi pia watu wa Mungu, mahusiano yetu na Mungu iliharibika kupitia kwa nani? Kupitia kwake Adamu, ambayo alikuwa ndiyo baba aliyekuwa ni baba yetu kwa kwanza. Na baada ya hapo mahusiano yakaharibika. Mahusiano yaliharibika, Mungu akatafuta jinsi ya kuleta yeye ambayo angetukomboa. Lakini ukombozi wetu ulitakiwa ianzie kwa Wayahudi. Ndiyo maana Kristo alikuja kwa ajili ya nini? Alikuja kwa ajili ya kuwaokoa Wayahudi kama lengo mama. Baada ya hapo ndipo angepata kuokoa mataifa mengine. Lengo letu mama ni nini? Lengo mama ni wewe upone, ukae vizuri, alafu kinachofuata tuwaendee watu wengine. Huwezi kuendea watu wengine kama wewe umepinga. Huwezi kuendea watu wengine, huwezi kwenda kuhubiri injili pale nje, ni kutume uende wakati wewe mwenyewe unaumwa. Unatembea unataka kukata roho, alafu anasema Yesu anaweza. Hata mlinzi atakuangalia, ama mtu mwingine atakwambia bwana, wewe acha mambo yako ya utani. Yesu anaweza wakati hajaweza kwako. Na hii inasumbua watu. Wanayesema Yesu anaweza ni watu waliochoka sana, kiasi kwamba hata watu hawezi kuamini. Lazima tutoke kwenye uchovu, twende kwenye kuwa na uweza katika uwezo wa Bwana kwa jina la Yesu. Lazima tuinuke juu hata kiuchumi, ili watu wanapotuona waone kama Yesu anaweza kwa jina la Bwana. Lakini ukisema Yesu anaweza, mtu akikuangalia kwanza, yaani akikuuliza unashia shingapi, kuna hata 100, anakuangalia anasema kama ndio huyo Yesu wenu, mimi msitaki hata huyo Yesu. Tusimtaki huyo Yesu. Usimfanye Yesu watu wamkatae. Ndio maana unahitaji kufanya kazi kwa bidii ili Mungu abariki kazi ya mikono yako. Unahitaji kufanya biashara, unahitaji kuajiriwa, unahitaji wewe ufanye kazi kwa bidii. Haitakiwi mtu asiyefanya kazi, maana hata Yesu mwenyewe hakuchagua watu ambao wafanye kazi. Yesu alichagua wanayefanya kazi. Ndio maana wakina Petro akasema, tuliacha vitu vyetu tukakupata wewe, je, tutapata nini? Maana yake wote waliacha kazi zao. Lakini leo hii unaamka saa 5, unalala saa 2, alafu unataka Yesu akutumie wapi na wapi. Unachelewa kuamka, unawahi kulala, alafu unataka Yesu afanye nini? Yesu akuinue juu kiuchumi wapi na wapi. Unakula chakula pasipo kufanya kazi. Haiwezekani mtu akabarikiwa pasipo kufanya kazi. Sema nitafanya kazi. Nitafanya kazi. Na Baba ubariki kazi ya mikono yangu. Baba ubariki kazi ya mikono. Kwa mchungaji, utake tena nibariki, unataka mpaka kazi ya mikono yangu? Kwani Mungu amesema atakubariki bila kazi? Amesema atabariki kazi ya mikono yako. Bwana aibariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Bwana aibariki utakachokishika kwa mikono yako kwa jina la Mgalilaya. Maana yake nenda ukatafuta cha kuweza kufanya. Hujaajiriwa, tafuta hela, nunua karanga, kaanga, funga, uza, hata kama ni shilingi 100 ama kama ni 500. Watakula hawatakula? Watakupa hela hawatakupa hela? Lakini wewe unataka Mungu akubariki, lakini hawezi kukubariki pasipo kufanya kazi.
anatangazwa kuzaliwa kwake Kristo, lakini pia anapotangazwa kuzaliwa kwake Kristo inapata kutimia kuzaliwa kwake. Lakini hebu twende tuone sasa, alipoanza kazi, alianzaje kazi yake? Alianzia wapi kazi yake? Hebu twende kwenye Mathayo sura ya 4, anzia mstari wa 16. Kuanza kwa kazi ya Yesu. Tumeona mwanzo wa kuzaliwa kwake natangazwa Galilaya, lakini na kazi yake alianza wapi? Kazi yake alianza Galilaya. Galilaya ni muhimu sana katika injili yetu. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, na hao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akaanza kufundisha, lakini akisema watubu maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini watu waliokwenda katika uvuli wa mauti na kwenye giza walikuwa ni wa Galilaya. Yesu kuzaliwa kwake inatangazwa Galilaya. Yesu anaanza kufanya kazi yake Galilaya. Watakatifu wa Bwana, kwa nini Galilaya? Galilaya, Galilaya. Eneo hili Mungu alipotupa kibali cha kumjengea nyumba, tunaita mlima wa Galilaya. Tunaita Galilaya kwa sababu vigezo vyake vinataka kufanana na Galilaya. Ni mfano wa Galilaya. Wagalilaya walikuwa karibu na ziwa Galilaya, tuko karibu na bahari ya Hindi, watakatifu wa Bwana. Na umeona jinsi tulivyo huku juu ya mlima, tunaona kule mpaka baharini. Ndivyo wale mabwana walivyokuwa na uwezo wa kuona ile bahari ama ziwa Galilaya. Sasa tunaitumia kama mfano, maana Mungu, lugha ya Mungu ni mfano. Tunahitaji tunaposema habari ya tunakwenda Galilaya, basi hata neno iliyofundishwa katika eneo la Galilaya ipate kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Sema Galilaya. Galilaya. Sema tena Galilaya. Galilaya. Yesu alianza huduma yake wapi? Sema Galilaya. Yesu habari ya kuzaliwa kwake ilitangazwa wapi? Sema Galilaya. Galilaya. Injili asili yake ni wapi? Sema Galilaya. Galilaya. Sema Galilaya. Galilaya. Kwa nini narudia Galilaya mara nyingi? Nataka ikae kwenye ufahamu wako, maana neno likirudiwa mara nyingi inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Baada ya hapo sasa, tunapoendelea kujifunza, ina maana unaposoma Biblia Agano Jipya, Agano Jipya, kitabu cha Mathayo, Marko na Luka na kitabu cha Yohana, vitabu vitatu vya kwanza kwa ni Mathayo, Marko na Luka. Matukio mengi kwenye vitabu vile vilitokea katika eneo la Galilaya. Kitabu peke yake kinachoongelea eneo ambayo ni kusini mwa Israeli, ambayo ni Yudea, ni kitabu cha Yohana. Lakini kwenye vitabu vitatu vya kwanza inatajwa maeneo machache ambayo Yesu alikwenda kule kusini kusherekea sikukuu ya Pasaka na sikukuu zingine, lakini maeneo mengi yanahusu Galilaya. Ndio maana naweka Galilaya kwenye ufahamu wako, na ichora Galilaya kwenye moyo wako, ili iwe ni mwanzo ya wewe kujua matukio yote, hadithi zote za Biblia zinazohusu Agano Jipya. Sema haleluya. Haleluya. Hebu tuendelee. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Alipoendelea akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwa katika mashua pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakaiacha mashua na baba yao wakamfuata. Bila shaka watakatifu wa Bwana, Yesu anapoanza kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu ambao ni Injili, anaanzia kando ya bahari ya Galilaya ama ziwa Galilaya. Na anapoanza huduma yake, anaanza kuita wanafunzi wake wa kwanza katika ziwa Galilaya. Na wanafunzi hawa wake wa kwanza tunaona Mathayo akitaja ya kuwa
alikuwa ni Simoni Petro na Andrea ndugu yake, lakini anawaita pia na wengine wawili ambao ni wana wa Zebedayo wanayejulikana kama wana wa ngurumo, lakini pia wakijulikana kama Yakobo na ndugu yake ambao ni Yohana. Lakini maneno Yesu aliyemwambia Petro, alimwambia je Petro na Andrea? Aliwaambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Wale mabwana walikuwa ni wavuvi, lakini wanaambiwa waache kazi waliyekuwa nafanya, lakini ili wafanywe kuwa wavuvi wa watu. Mimi nataka niweke msisitizo kwenye eneo hilo. Wanafunzi wa kwanza wanaoitwa, lengo ilikuwa ni kufanywa kuwa wavuvi wa watu. Sema natakiwa kuwa mvuvi wa watu. Natakiwa kuwa mvuvi wa watu. Watu wa Mungu, wavuvi walivua samaki, lakini kama unavyojua Biblia ni lugha ya mfano. Yesu akawafanya sasa wawe wavuvi wa watu. Lakini kwa nini wavuvi wa watu? Watu wa Mungu, dunia ilipoingia kwenye dhambi, dunia ilimwacha Mungu. Dunia ikaenda wapi? Dunia ikaenda kwenye utawala wa giza. Ndiyo maana unaposoma kwenye Yohana sura ya 4 mstari wa 31, unaona Yesu akitambua utawala wa giza, akisema mkuu wa ulimwengu huu yuaja, lakini hana kitu kwangu. Maana yake watu wa Mungu ya kuwa dunia hii unayoona inatawaliwa na Ibilisi na wakala wake. Ndiyo maana ufalme wa giza unatawala dunia. Umeona hata viongozi wamejawa sana na habari ya uongo. Ni viongozi wachache sana wanayekaa kwenye mapenzi ya Mungu, wanayeishi maisha matakatifu na kutokuongoa uongo pia uongo. Lakini viongozi asilimia kubwa wa kisiasa wanaongea sana habari ya uongo, maana tawala nyingi zimejengwa katika uongo. Kama kuna dhambi, ya kwanza ilikuwa ni ya uongo, na Ibilisi akiwa ni wa kwanza kusema uongo, kumdanganya mwanamke na mwanamke akimdanganya mume wake. Dhambi kubwa sana ni ya uongo. Ndio maana umeona viongozi wengi sana usema uongo. Ndio maana dunia inatawaliwa na uongo. Sema ninakataa uongo. Ninakataa uongo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, kama unaweza ukashinda dhambi ya uongo, unaweza ukaishi maisha matakatifu. Jitahidi ili uongee ukweli. Shida ni ukweli una gharama kubwa sana. Ukweli una gharama kubwa sana. Ndio maana watu wengi sana hawapendi kuongea ukweli. Maana ukiambia mtu bwana, mimi sasa hivi sina kitu fulani siwezi kupa, atakuonaje? Unawaza atanionaje? Nasema bwana, umejua bwana, mimi nitakupa kesho. Yaani hebu acha kwanza ni waze. Hasa wao waze zoniambia sasa hivi. Wacha niwaze kwanza, kama kesho ndio umekuja, yaani naomba unipe viatu vyako angalau kesho kuna nini na safarini. Mimi nao nini safarini. Nasema hebu subiri kidogo bwana. Hebu acha kwanza nifikirie bwana, nitakujibu kesho. Umeshampa matumaini, mwambie bwana, viatu vyangu mimi sitaki nikupe, maana kwanza miguu yako ni mikubwa, usije ukapanua viatu vyangu, wewe tafuta sehemu nyingine. Umeona, msema kweli ni mpenzi wa nani? Bwana, naomba bwana unipe pesa. Mwambie bwana, mimi pesa siwezi kupa kwa sababu bajeti yangu imenitosha mimi, lakini siku nyingine kama nitakuwa nayo si mbaya nitakupa. Umemweleza mtu kweli. Usimpe mtu matumaini wakati unajua kabisa uwezi. Na hii ndio shida. Sihitaji kupa matumaini, unahitaji kuishi maisha matakatifu. Unapoishi maisha matakatifu, hata mimi ninapoomba Mungu anatenda. Lakini Mungu hawezi kutenda kwa mtu ambaye kila wakati anatenda mabaya. Kila wakati anatenda mabaya. Wanayetenda mabaya wanakuwa na muunganiko na Ibilisi. Kuanzia leo ninakutenganisha na Ibilisi kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo nakutenganisha na ufalme wa giza kwa jina la Yesu. Amen. Uwe mkweli kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuongoze kuishi maisha matakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Na iwe mwanzo mpya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Watu wengi sana hawataki ukweli. Ukweli inamweka mtu huru. Mtu mwingine anakuja nimuombee, lakini akija nimuombee anasema mchungaji,
Umeona hapa kwenye bega hapa, yaani bega ndio inayenipasua, moyo unanipasua, lakini si hata moyo. Huyu mtu kashapimwa, kashagundulika, kaathirika, alafu hataki kuniambia Bwana mimi na ukimwi. Hata mimi naomba kwa ajili ya nini? Bega inayopasua. Ndio mchungaji, Bwana kuonyeshe tu maana tu. Sasa Bwana nionyeshe, hata daktari ukienda kwake daktari sana kuuliza. Si vyote Mungu anaonyesha. Kwani habari ya yule mwanamke Msunami alionyeshwa Elisha? Elisha akamwambia Gehazi akuwa, lakini Bwana amenificha mambo ya huyo mwanamke. Kumbe mwanamke mtoto kafa. Unapokuja uwe mwazi mbele za Mungu. Sema kabisa, Bwana mimi ninasumbuliwa na mguu, lakini mguu unayenisumbua nilienda kuiba, hatimaye walinidunda kabisa mpaka mguu ukavunjika, umejiunga upande, ndio maana inanisumbua sana. Sasa unakuja unasema mguu unakusumbua, ilianza tu yenyewe. Na mimi naomba mguu ndio anza wenyewe ipone. Haiwezi kupona kwa sababu inaanza yenyewe. Ikaanza yenyewe. Amen. Ilianzishwa na wewe. Amen. Shumaji, mkono wangu inaniuma sana. Mkono wangu inaniumaga sana. Na ukuuliza, je, ilianzaje mkono wako? Amen, amka tu nianza. Hapo kwanza tumeshasema uongo. Hapo kuna uponyaji. Kumbe mkono wako wewe ulienda ukajidai kupiga watu na wewe ukapigwa. Sema tu, Bwana mimi nilikuwa mkorofi na mkono wangu ilianzaga kwenye vurugu nilipokuwa nafanya mtu wa Mungu, ndio maana mkono wangu kabaki hivyo. Na mimi na msimu kwanza naomba msamaha kwa ajili ya wewe kuwa mkorofi na kutenda watu mabaya na kwenda kinyume na watu. Ni vigumu mtu kupona anayekuja kusema uongo kwa mtu ambaye anataka kumuunganisha na Mungu. Mtu ambaye hujapona, nenda ukatafakari, alafu tatizo naye kusumbua, je, ulisema ukweli? Mchungaji, unajua kichwa kinanisumbua sana. Na kichwa hiki sijui, naona kama mama mdogo ndio mbaya. Maskini mama mdogo ana shida, kumbe ulimparamia mke wa mtu, alafu kumbe mwanamke yule ni mbondea. Yule mwanamke kakubondea kweli kweli, kakubonda kweli kweli kichwa, alafu sasa kichwa kaanza kukusumbua. Sema ukweli kwa Bwana, mume wa mtu ndiye aliyefanya nikapigwa na yule mke wake, alinipiga na kitu Bwana, naona kama hivi. Hata mimi naomba unapona. Lakini shida kwanza, unayekuja kutafuta maombi ni muongo. Tumejengwa kwenye uongo kama wanasiasa walipojengwa kwenye uongo. Kuanzia leo ninakuondoa kwenye uongo kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo na kuwekea roho ya kusema ukweli kwa jina la Yesu. Amen. Muulize mwenzako, ulisema ukweli ulipofika kwa mtumishi? Mimi nasumbuliwa sana Bwana kwenye habari ya 1, 2, 3. Lakini je, ni kweli unachokiongea? Kwa nini watumishi wa Mungu anapomhudumia mtu mwingine anakaa mbali? Ili uwe wazi, uongee ukweli. Kuna watu ambao kinachokusumbua ni kwa sababu hujaongea ukweli hata kwenye habari ya mahusiano yako, na kwa sababu hutaki ijulikane, na Mungu naye kamficha mtumishi wa nani? Wa Mungu. Unajua kabisa shida yako ni katika mahusiano yako, lakini ukija kwa mchungaji, ukija unaongea mambo mengine. Na nimegundua wiki tuliyomaliza jana ya kuwa watu wengi sana kuna mambo ambayo hawajawahi kusema. Na mimi sasa hivi, maana niko kwenye mfungo wa siku 40, nitamuomba Mungu anipe kibali cha kuona kwenye maisha yako. Nitakapoona kwenye maisha yako sasa unataka kabisa nijue, uone kama itakuwa shida, maana nikijua wakati utaki nijue. Kuanzia leo tuwe wa kweli kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo tuanze kuishi maisha matakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu atusaidie tuanze upya kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akusaidie uanze upya kwa jina la Yesu. Uende ukatafakari na kuyajua asili ya mabaya yote yanayosibu maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akuponye na kukuumba upya kwa jina la Yesu. Akiwa na shida, Yesu alikuwa anafanya nini? Anamuuliza, nataka nikufanyie nini?
hebu nikuulize, Bartimayo anakutwa kwenye mtaa wa Yeriko, anafanya nini? Anaomba. Anapoomba Bartimayo anasikia umati mkubwa unapita, anauliza kuna nini? Wanamwambia Mnazareti anapita, Yesu Kristo. Alishapata taarifa za Yesu, lakini hakujua anaweza kumkutaje Yesu. Watu wakajaribu kuwa wengi kiasi kwamba yeye kama lazima apige kelele, aruke, awache kabisa vitu vyake, Yesu mwana wa Daudi, nione huruma. Hatimaye Yesu akasema mleteni, akaletwa kwake. Yesu akamuuliza unataka nikufanyie? Mbona Yesu akumwambia tu najua unataka kuona? Je, ingekuwa vipi kama Bartimayo angesema Bwana nataka pesa? Angepata singepata? Angepata pesa. Lakini Bartimayo alijua anachokihitaji ya kuwa ni nini? Maana akiona anakwenda kufanya kazi. Lakini je, yule kiwete aliyokuwa kwenye lango mzuri, yeye akaulizwa nataka nini? Yeye akasema nataka pesa. Nataka pesa. Petro na Yohana wakamkazia moja kwa moja, sisi hata pesa tuna. Lakini unachokitaka si pesa. Unachokitaka ni mguu wako ukae vizuri uende ukafanye kazi. Unachokitaka uwe mzima, usiwe ombaomba, uende ukafanye kazi. Unayetaka uinuke juu, uende ukapate kazi. Kuna wakati mwingine watu wa Mungu ni wavivu. Si watu wanataka kufanya kazi, ni watu wanataka kuwa kama watu wengine. Usitake kuwa kama mimi. Siwezi kuwa kama wewe, maana sijui usiku unafanya kazi gani. Mwingine anakudanganya kifiko siku za 3 kaingia kwenye magwanda na yuko mlindoni kule anafanya kazi ya ulinzi. Ifika saa 11 huyo akanywa chai kasharudi nyumbani. Anakuja huko kazi yake ya usiku juu. Kumbe ana mapato ya ziada. Mwingine anafanya kazi 3. Mwingine na biashara yake kaweka watu anafanya, yeye anakuja kashafungasha mzigo kapeleka kwenye biashara, alafu anakuja kanisani. Osana anasema, ndugu yangu, unawahi kanisani spili saa 8 huko kanisani mtu wa Mungu. Lakini huyu mtu wa Mungu kashawahi sokoni, kashawahi mjini, kashawahi kununua vitu, kashawacha vitu kwenye lango. Anarukaruka, lakini shamba lake, yani watu anaotesha mizizi. Anaenda yake kawekeza, yuko Dar es Salaam kanisani, lakini kule Morogoro amekodi mashamba, watu wanalima. Baada ya miezi 3 mwenzako ana mchele gunia 300. Unaona, anaanza kushusha vitu, anaanza kufanya mambo makubwa, na unasema na mimi nataka niwe kama mtu fulani. Watu wa Mungu, huwezi kuwa kama mtu unless umekaa pamoja naye. Unajua njia zake. Ndio maana usimuige jirani anayeruhusu mayai kila siku. Usimuige jirani anayepikula nyama kila siku. Saa ingine jirani yako si eti ananunua nyama kila siku. Kwenye friji yake alipopataga zile hela zake, alinunua nyama kilo 10, akazikatakata akaweka kwenye friji. Kanunua nyanya kule sokoni kwa wingi, ameziweka nini? Amezibrand vizuri, ameweka kwenye chupa, ziko kwenye fridge. So kila siku nasikia vinanukia. Naona nataka na viseti vyako uanze kununua nyama kila siku. Utakula kwako. Haleluya. Mungu akufanye jinsi anavyotaka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuinue na maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuinue ishi maisha yanayempendeza Mungu, na hakika yake uwe mfano mzuri kwa jina la Yesu. Amen. Don't imitate anybody. You cannot be like somebody. Mimi nitabakia kuwa mimi. Ndio maana nafanya kazi, hata mkifanya kazi sehemu moja, hata kama mnafanya kazi ya Mungu sehemu moja, hamwezi wote kuwa sawa. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wote sawa, wanafundishwa. Wakati wa kufanya kazi ya Mungu walifanya wote sawa. Wanafunzi wa Yesu waliandika vitabu vya Biblia ni wangapi? Ukiwahesabu ni wachache.
Katika wale Thanasara waliandika vitabu, unamkuta Petro, unamkuta Mathayo Lawi, unamkuta na Yohana nani? Yohana mwana wa Zebedayo. Hawa ndio Thanasara waliandika vitabu. Watu kama wakina Yakobo walikuwa nje ya wana Thanasara. Watu kama Marko, watu kama Luka, watu kama Paulo hawakuwa kwenye wale Thanasara. Katika wanafunzi wa Yesu aliyekula pamoja naye, watatu tu waliandika vitabu. Amina, watakatifu wa Bwana. Amen. Lakini kuanzia leo Bwana kuinue kwa jina lake Bwana. Amen. Watakatifu wa Bwana, tunaona Yesu anaanza huduma yake kando ya ziwa Galilaya. Anaita wanafunzi wake wa kwanza. Lakini nataka neno ambayo tumeona Yesu akitaja ya kuwa nifuateni niwafanye kuwe nani? Wavuvi wa watu. Wavuvi wa watu. Kuwa nani? Wavuvi wa watu. Sema natakiwa kuwa mvuvi wa watu. Natakiwa kuwa mvuvi wa watu. Bwana uniwezeshe. Bwana uniwezeshe. Niwe mvuvi wa watu. Niwe mvuvi wa watu. Sasa watakatifu wa Bwana, hapo ndipo pana shida. Wavuvi wa watu. Kazi kubwa tuliyekuwa nayo ni kazi ya kuunganisha watu na ufalme wa Mungu. Kristo alipokuja, Yesu alipokuja, alikuja wakati ufalme wa giza umefunika dunia. Lakini hata sasa ufalme wa Mungu, ufalme wa giza bado unayo sehemu kubwa sana inayotendea kazi. Dunia inatawaliwa na ufalme wa giza. Ndio maana bado kazi ni kubwa sana. Mavuno yamekuwa mengi. Watenda kazi ni wachache sana. Sisi ni watenda kazi. Tunatakiwa tujue lengo mama ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Hawakuingizwa kwenye ufalme wa Mungu wakina Petro ya kuwa njoni kwenye ufalme wa Mungu mkae mtulie mle alafu mtarithi uzima wa milele. La hasha. Wote wanaoingizwa kwenye ufalme wa Mungu wanayo cha kufanya. Mwambie mwenzako unayo cha kufanya. Unayo cha kufanya. Mwambie tena unayo cha kufanya. Unacho cha kufanya kwenye ufalme wa Mungu. Kwenye ufalme wa Mungu. Watu wa Mungu, tunayo cha kufanya kwenye ufalme wa Mungu. Yesu anapoita wakina Petro, anaposema, rudia kipengele hicho ili mtu mmoja aone. Naomba uwe makini ili upate kuondoka na kitu. Kuna kipengele ambacho tumekikosa kujua sababu yetu ya kuwepo kwenye nyumba ya Bwana ama kwenye wokovu, na ndio maana mambo mengi hayaendi vizuri. Kwa nini watumishi wa Mungu mambo yao yanaenda vizuri? Kwa nini watumishi wa Mungu wote, mtu anayetumikia Mungu mambo yake yanaenda vizuri asilimia kubwa? Kwa sababu hajakuambia kama wewe ni mshirika, lakini unatakiwa ufanye kuwa mvuvi wa watu. Tunatakiwa tufanye watu watoke kwenye ufalme wa giza waje kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana baraka zetu lazima ziunganike na kuwajibika katika ufalme wa Mungu. Nisikie amena. Amena. Niona naye wajibika katika ufalme wa Mungu akipunga akisema haleluya. Unajibika kweli? Akaambia nifuateni nani nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Bila shaka nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Soma kwenye Marko pia sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 18 ili uone neno hilo limethibitika. Inapotajwa neno mara mbili na zaidi ama zaidi ya mara moja inakuwa imethibitika. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jerife baharini, kwa maana alikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njoni nifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Maana wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Bila shaka nisikilize sasa. Watu wa Mungu wale walikuwa ni wavuvi wa samaki kweli kweli, na walitakiwa wawe wavuvi wa watu. Wote kwenye ufalme wa Mungu tunatakiwa kuwa wavuvi wa watu. Umeona pale Yesu aliita wale ni Wayahudi, lakini ni wapi ambao sisi tunaunganika na habari ya uvuvi wa watu? Hebu soma kwenye Mathayo 28. Anzia mstari wa 18.
Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bila shaka watakatifu wa Bwana, hiyo sasa inatuunganisha na sisi kuwa wanafunzi wa Yesu. Sema, mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Maana pale mwishoni Yesu sasa alikuwa aongei na wale tanasara tu, alikuwa anaongea na mchanganyiko ya watu wa Israeli na wa mataifa mengine. Maneno yale alisema akiwa na watu 500 waliokuwepo katika ule mlima Mzaituni kabla hajapaa kwenda mbinguni. Lakini sasa anawaagiza wote wawe wavuvi wa watu. Sasa hebu kwanza tuangalie kwa undani zaidi kazi ya uvuvi. Kazi ya uvuvi ni kuvua samaki baharini, na wakishavua samaki, hao samaki wanapata kutumia wenyewe ama wanapata kuuza samaki na kupata kitu kinachoitwa pesa. Sasa uvuvi unakuwa, nani ameshaona watu wakivua samaki? Hata kama ni kwenye mto, hata kama ni kwenye chemichemi ya maji, bila shaka tumeshaona watu wanavua samaki. Lakini zipo njia nyingi za kuvua. Njia ya kwanza ni kutumia ndoano. Unachukua ndoano yako, unaweka chambo, alafu unaitupa ndani ya maji, na samaki hii wataiona. Unatakiwa uweke nini? Uweke chakula cha samaki kwenye nini? Kwenye ndoano. Chambo lazima iwe ni kitu ambacho itaonekana kwa samaki kama chakula. Ndio maana wengine wanatumia samaki wadogo wadogo, wengine wanatumia nyama, wengine wanatumia wadudu. Wanachukua wale wadudu, wanaweka, wanachomeka kwenye ndoano, alafu anatupa wapi? Anatupa ndani ya maji. Samaki wanapoona ndoano wanaanza kugombania, maana anajua kabisa ya kuwa haoni ndoano, anaona chambo, anaona chakula. Ndio maana kila kitu unachokiona ni kizuri iwaze mara mbili. Kwenye maisha yako kuna mengine yamekuja kama nini? Kama chambo. Unakuta mtu yeye anataka kusaidia kila wakati, amepika uji anataka kuletee, amepika sijui dengu anataka kuletee, amepika kila kitu, amepika dagaa anataka kuletee. Mimi nimekuomba dagaa, yaani yeye anakaa anavuka mtaa anakuletea dagaa. Unasema jamani, nashukuru sana Mungu kwa ajili ya upendo wako. Wewe kile unachukua unataka na mimi ile. Si kila kitu unachopewa ule. Si kila mtu anayekwambia karibu unatakiwa ule. Mengine potezea. Sema, Bwana asante, nimeshiba. Asilimia kubwa ya maeneo tunayokaribishwa ni maeneo hatarishi. Shetani hutumia sana mambo kama chakula ama vitu vizuri ambao watu wanajipenda. Kuanzia leo ninabatilisha mashauri yote na kila chambo iliyetupwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Mabaya aliyekupata kupitia chambo yaliyetupwa kwenye maisha yako yakapata kukunasa na kunaswa kwenye kila chambo kwa jina la Yesu. Njia ya pili ni kutumia nyavu. Nyavu zinatumika kuvua samaki. Lakini nyavu zinatumika wakati gani? Wakati wa usiku. Ndio maana Yesu alipokuwa na ubiri kando ya ziwa Galilaya, asubuhi akakuta wale wavuvi wanaosha nyavu zao, wanafanya na nini? Marekebisho kwenye nyavu zao, wakisubiria usiku ili wapate kufanya kazi ya uvuvi. Lakini hebu pata picha ya kuwa hawakupata samaki yote usiku mpaka Yesu alipowaambia washushe nyavu zao, ndipo akapata samaki. Wewe usidhani ya kuwa Yesu aliacha tu Petro na Andrea kwa nipateni. Hapana, Yesu aliwadhihirishia ya kuwa yeye ndio mvuvi mkuu. Maana kama wasingeona matendo makuu
sidhani kama Petro na Andrea wangemfuata Yesu. Yesu alifanya miujiza kwanza, usiku kucha hawakupata samaki. Lakini Yesu alipoambia shusheni nyavu zenu, Petro akasema, Bwana, usiku kucha tulitoka mswaki. Yesu akamwambia sio, akasema lakini kwa neno lako, kwa neno la Bwana tenda mambo makuu kwa jina lake. Amen. Usitende bila neno la Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Kwa neno la Yesu utende kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, usitende jambo lote pasipo kwa neno la Bwana. Unataka kwenda safarini, nenda kwa neno la Bwana. Petro anamwambia Yesu, kwa neno lako tutashusha nyavu. Wanaposhusha nyavu wakapata samaki wengi mpaka nyavu zao zikataka kukatika. Watu wa Mungu, ndio maana Petro akamwona, angalia Yesu. Hakumuona Yesu. Akamwambia, toka kwangu, maana mimi ni nani? Mimi ni mwenye dhambi. Alimuona kabisa kama ni Masihi. Sasa akamwambia, sitakufanya uvue samaki, bali nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Ndio maana sasa wakina Petro ndio wavuvi waliyetuvua sisi, lakini sasa nasi pia tumepewa kibali cha kufanyika kuwa wavuvi. Sasa kuna kazi moja ambayo watu waliookoka hawajapewa maelekezo ya kutosha, na ndio kazi iliyobeba kitu kinachoitwa baraka. Kitu kilichobeba baraka kwenye maisha ya mtu aliyeokoka ni kazi ya uvuvi wa watu. Sema, kazi ya uvuvi wa watu. Kazi ya uvuvi wa watu. Umeona Yesu anapotuma wanafunzi wake anawatumaje? Soma tena hiyo mstari wa 19. Mathayo. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Umeona sasa, tunahitaji kuenda kuwafanya wote kuwa wanafunzi, si wachache. Wote tunahitaji kwenda kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini tukiwabatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika. Sasa kanisa hili linaitwa agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, the great commission of Jesus Christ. Kwa nini agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo? Kwa sababu tumejengwa katika ile agizo tuliyeagizwa wote waliookoka tumeagizwa tuende. Lakini sasa kipengele hicho, watu wengi wanasema, mchungaji, nitaachaje biashara yangu mimi niende kuwa mvuvi wa watu? Unatakiwa pale unapofanya biashara ufanye kazi ya kuvua watu. Pale unapoishi, mahala popote ulipo, fanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Waambie habari njema ya ufalme wa Mungu. Mwambie Yesu anaweza. Lakini sasa mfano wetu wa kuvua watu, hebu tutumie mbinu wanavyotumia wavuvi. Huwezi kwenda kumvua samaki ukiwa hauna techniques za kuvua samaki. Huwezi ukapata mshirika kama unavyofikiria ama kuwa mvuvi wa watu pasipokuwa na mbinu ya kupata hao watu. Ndio maana lazima tuanze kutumia sasa mbinu ya kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu, kuvua watu na kuwatoa katika ufalme wa giza na kuwaleta kwenye ufalme wa Mungu. Mbinu ni kama zipi? Watu wa Mungu, Yesu ili afanye Andrea, Petro na wale wana wa Zebedao waliokuwepo pale katika ziwa Galilaya wakifanya kazi ya uvuvi, Yesu alitumia nini? Alitumia chambo. Hakutumia chambo? Alitumia chambo. Umeona, ukiangalia ile picha, ukisoma kwenye kitabu cha Luka utaona ya kuwa Petro nyavu zao zilijaa mpaka akaanza kuita wakina nani? Yakobo na Yohana wafanye nini? Na wao waje, wakaja kuwasaidia kufanya nini? Kuwatoa wale samaki majini. Kwa sababu Yesu alichokifanya, aliwaambia kuwa yeye ndio mvuvi mkuu, lakini kuna mvuvi zaidi ya kuvua samaki. Ndio maana watu wa Mungu, njia ya kwanza
Leta mtu mwenye matatizo aombewe apone. Msaidie mtu mwenye hitaji. Unapomsaidia alafu unakuwa na ukaribu naye, utajua matatizo gani yanayemsibu mpaka anakuwa katika matatizo ama shida. Baada ya hapo, mlete aombewe ama muombee. Maana habari ya kuomba si ya wachungaji tu. Maombi ni kwa ajili ya kila anayeamini. Ndio maana inaandikwa wote waaminio mambo hayo, na ishara zote zitafanya nini? Zitafuatana na wao. Kwa jina la Bwana watatoa mapepo, nena kwa lugha ngeni, watashika nyoka, wakinywa chochote kinachoficha, na wataweka mkono juu ya mgonjwa atapata afya. Habari ya kuombea watu kupona si ya wachungaji tu, bali ya waumini wote. Kila anayeamini anayo mamlaka kumwekea mtu mkono na akapokea uponyaji. Lakini mwekee mkono kwa jina la nani? Muombee kwa jina la nani? Usifanye pasipo neno la Bwana. Lazima ufanye kwa jina la Yesu. Na moja kati ya njia kubwa ambayo Yesu alipata umaarufu na hata kupata kuwa na umati mkubwa ilikuwa ni mafundisho, na mafundisho ambayo ni injili ya kweli ikiambatana na matendo makuu. Kuanzia leo tunaanza mafundisho ya injili ya kweli katika eneo hili, lakini pia yatakapoambatana na matendo makuu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Tutaombea kila moja na kila moja atafunguliwa, na anapofunguliwa itakuwa mwanzo mpya kwa yeye kuwa mwanafunzi na mvuvi wa watu, na akileta wengine kwa jina la Yesu. Eneo kubwa ni kutumia mbinu ya uvuvi, na mbinu ya uvuvi maana yake chambo ilitumika, lakini hata zile nyavu zilizoshushwa chini. Kwa nini walikuwa wanavua usiku? Maana walikuwa wanavua wakiwa na taa. Maana yake ule mwanga ulitakiwa kuvuta samaki na kuwaleta kwenye sehemu ambayo kuna nyavu zao. Ndio maana kipindi cha mwezi wavuvi wanalalamika kuwa samaki hawapatikani sana, maana samaki wanaona mwanga kila mahali. Sasa watu wa Mungu, kazi muhimu ambayo inatakiwa tufanye pamoja na kufanya kazi zetu ni kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu, kuleta watu kwenye mwili wa Kristo. Nani yuko tayari kwenda kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu? Ainue mkono na kupunga na kusema haleluya. Lakini nenda ukamwambie habari ya Yesu unachokijua, utakapoongozwa na Roho Mtakatifu, utakapoitwa kwenye baraza, utakapokuwa na uhitaji ya kuongea na mtu habari ya neno la Mungu. Wala isikupe shida, uwe msomaji wa neno, lakini Roho Mtakatifu atakuongoza cha kusema na mtu huyo. Muombe. Ukiona unaogopa kumwombea, mlete nyumbani mwa Bwana. Fanya nini? Mwanzo mchungaji, yani nilishawahi kuombea Mungu mtu nikala mieleka. Watu wa Mungu atakoma kula mieleka. Kula mieleka, alafu baadaye utazoea kufanya nini? Kula mieleka na kuendelea kuwepo. Lakini kama unayo uhitaji, piga simu ama mlete mtu huyo nyumbani mwa Bwana. Mlete nyumbani mwa Bwana. Fanya mchakato wa kuweza kuombewa. Mtu huyo akipata kufunguliwa hawezi kupata jinsi alivyo. Hebu nione mtu anasema mimi nilienda mara ya kwanza kanisani kuokoka ni kwa sababu ya matatizo niliyokuwa nayo. Nilienda kanisani si kwa sababu ya kwenda tu, nilienda kanisani kwa sababu ya shida nilizokuwa nazo. Hebu nione aliyekuja kwenye kanisa hili tu, yaani aliyekuja kwa sababu ya kuna kilichomleta. Mimi nilikuja kwa sababu ya shida kwenye kanisa hili. Nilikuwa na tabu. Na asilimia kwa watu wengi hapa hawajaja hivi. Kila mtu aliyopo hapa umefika kwenye eneo, kuna sababu iliyofanya ukafika kwenye kanisa hili. Niona anasema mchungaji, nilikuwa naumwa ndio maana nilifika kwenye kanisa hili. Ndio, wengi tumefika kwa sababu ya uhitaji. Nataka nikuache na maneno machache. Nataka mimi na wewe tufanye kazi zetu za kutuingizia mapato. Lakini mimi na wewe kwa ushirikiano tuwafikie watu. Najua unayo ndugu yako ama jirani ama mfanyakazi mwenzako ama hata mfanyabiashara mwenzako ama hata mteja wako anakuja kununua vitu kwako, lakini tembea yake hawezi kanyaga chini vizuri, lakini ukiona miguu yake imekaa vizuri,
mwambie kuna mtu anaweza kukuombea. Kuna mtu anaweza kukuombea. Nitakapomwombea, lakini lengo lako ni kupitia kuombewa apate kuwa ni mmoja kati ya waliovuliwa na kuletwa kwa Yesu. Bila shaka atapona kabisa. Amina. Atapona, na anapopona na wewe utabarikiwa. Umeona, mimi miaka 10 sijameza kidogo wala kwenda hospitalini, lakini kila siku ukinikuta nafanya kazi ya kuombea watu. Mimi nafanya kazi ya ndio maana kanisani hapa nakuwepo kuanzia saa 8 saa 9 mpaka jioni naombea watu. Na naona nafanya kazi ya kuombea watu bure. Kwa sababu gani? Habari ya uponyaji, mimi siponyi watu. Ndio maana kama ningekuwa naponya watu, ningedai watu hela ya kuwaombea. Lakini kwa sababu mimi kazi yangu ni kuomba na anayewaponya ni Mungu, ndio maana Mungu ameniambia, amenipa bure, na mimi nifanye nini? Nitoe bure. Ndio maana mtu anapotoa sadaka yake anatoa kwa Mungu, kwa sababu aliyemponya nani? Ni Mungu. Lakini sisemi ya kuwa na kuponya leta 100,000. Hapana, mimi naombea watu bure. Ndio maana leta watu tuwaombee bure. Piga simu niendeshe gari nije tupate kukomboa watu. Na hatimaye Yesu huduma yake ilieneaje? Hebu soma hapo chini ili mtu mmoja aone kilichotokea kabla sijaomba. Sura hiyo ya Mathayo, kuanzia mstari wa 21, ili uone ya kuwa bila shaka matendo makuu yalivyotokea, watu wengi walimwendea Yesu. Watu wengi natakiwa wajaze nyumba hii kwa sababu ya matendo makuu. Lakini matendo makuu yaweza kutokea pasipo sisi kusimama na kuleta watu. Mimi nitaanza kukudai watu wanayetakiwa kuombewa. Niona anayesema mchungaji, na kwenda kutafuta watu wenye matatizo ili tuwakomboe kwa jina la mvuvi wa kweli. Nione ukipunga hivi. Niko tayari kukufuata mahala popote ili nimpate mtu. Lakini ni vizuri pia ukimwaminisha wapi? Kanisani. Ukimwaminisha kanisani vizuri, maana nikimfuata nikimwambia akipona asema atanifuata huko, atanihubiria huko nyumbani. Sasa nikimhubiria nyumbani, kanisani nani atakayehubiri kanisani? Ndio maana ni vizuri waambie, bwana tuende kanisani, nikulipie nauli. Hata kama una hela, chukua hela yako ya mboga, mlipia, alafu ukifika hapa niambie nitafanya nini, nitakurudishia wewe, lakini tutakuwa tumefanya kazi kubwa ya Mungu. Amina. Soma hapo ili mtu mmoja asikie kabla sijatimisha na maombi. Sura 4 Mathayo kuanzia mstari wa 21. Alipoendelea akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwa katika mashua pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita, maana akaiacha mashua na baba yao akamfuata. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na maradhi ya kila namna waliokuwa nayo. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa wagonjwa, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Yudea na ng'ambo ya Yordani. Bila shaka umeona hao wote walimwendea Yesu kwa sababu ya matendo makuu yaliyotokea. Tutumie njia ya kuombea watu na kupata suluhisho katika maisha yao, waleta kwa Yesu. Lakini sasa jinsi ambayo wavuvi wanahitaji zana za kuvua, lakini pia na ujuzi, ndivyo tunavyohitaji na sisi kuwa na zana za kufanya nini? Ya kuvua watu. Zana ni nini? Hebu soma kwenye Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10 uone zana tunazohitaji. Unahitaji kuwa na zana kwa ajili ya kuwavua watu. Hii ni muhimu sana, na nitakuwa naongelea jambo hilo katikati ya wiki, usikose, ili uone zana za kuwa nayo kwa ajili ya kuwavua watu. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Katika Bwana na katika uwezo wa nini? Nguvu zake. Tuzidi kuwa hodari tunapokwenda kuvua watu. Tuzidi kuwa hodari na katika Bwana na katika nguvu zake. Si kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu ya Bwana. Tuwe hodari, lakini katika nguvu ya Bwana, uweza wa Bwana, mamlaka ya Bwana, jina la Bwana. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Lazima tuvae silaha zote
za Mungu, tupate kupinga ila za adui shetani. Unapokwenda kumtoa mtu kwenye ufalme wa giza, unamleta kwenye ufalme wa Mungu. Ufalme wa giza unaweza kukuangamiza. Ndio maana lazima sasa uvae silaha ili upate kuzipinga nguvu na hila za nini? Za adui shetani. Usiende kuvua. Hata wanayekwenda kuvua samaki wanajua jinsi ya kuogelea. Waogeleaji wazuri sana. Unapokwenda kumvua mtu, kumtoa kwenye ufalme wa giza, kumleta kwenye ufalme wa Mungu, lazima uvae silaha zako. Usipovaa silaha, watu wengi wameumia walipojaribu kuombea mwingine. Kuna mtu mwingine akajaribu tu, baba ninamwombea fulani anapigwa vibaya, unasema anakufa. Maana umekwenda kuvua. Bahari si rafiki kivile. Uliza wavuvi wanayozana, wanao na silaha za kuzilinda. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Umeona, unapokwenda kuvua mtu kumleta kwenye ufalme wa Mungu, vita si katika ulimwengu wa kawaida. Usibebe rungu, usibebe na panga ama kisu ndefu ya mboga. Hapana, vita si kwenye ulimwengu wa kawaida. Matatizo unayoona kimwili, asili yake yanaanzia kiroho. Ndio maana wababe kwenye ulimwengu wa kiroho ndio wababe kwenye ulimwengu wa kawaida. Wale wanayefanya vizuri kwenye ulimwengu wa kiroho ndio wanayefanya vizuri kwenye ulimwengu wa kawaida. Inawezekana ni ulimwengu wa kiroho ya mabaya ama ulimwengu wa kiroho ya mema. Ndio maana wengine ni matajiri kwa sababu yanakwenda katika nguvu ya giza, lakini utajiri wao una dosari, una doa. Baadaye wanamalizia vibaya, lakini utajiri uliyepata kwa Mungu ni utajiri wa kudumu. Ndio maana Biblia inasema mali inayopatikana kidogo kidogo inadumu nini? Muda mrefu. Angalia maeneo aliyekuaga na matajiri. Ukienda vijijini hawana, walikuwa wanatumia nguvu za watu wengine kichawi. Lakini lazima ujue kuwa vita vyetu ni katika ulimwengu wa kiroho. Tunahitaji kuvua watu kutoa kwenye ulimwengu wa giza, tuwalete kwenye ulimwengu wa kawaida. Lakini silaha zetu lazima tuvae vizuri kabisa. Unatakiwa na chepeo, uwe na diri, na yaani uwe umejikoki vizuri, uwe na silaha ambao ni neno la upanga ambao ni neno la Mungu. Kumbe tusiende tu pasipo kusoma Biblia na kufundishwa. Tunaanza wiki kufundisha watu jinsi ya kukabiliana na hali ya kuvua watu. Maana tunahitaji kuwafanya kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu maana yake kujifunza habari za nani? Za Yesu. Na hizo habari za Yesu ndio silaha zao. Malizia hapo ili niombe. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni mkiwa mmejifunga kweli viuno na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu, muwe tayari kutangaza injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambao kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bila shaka kwa wakati wako usome eneo hilo. Hata mishale unahitaji kuvaa kitu cha kuzuia mishale. Umeona? Diri ya haki. Watu wa Mungu, tunayo silaha zetu tunapotaka kutoka kwenda kwa wavuvi wa watu. Lakini mimi ninapoomba neno katafakari, na nitakuwepo si mpaka uje kwenye maombi, unaweza kaja kwa ajili ya mafundisho. Na hebu tuungane kwa sasa hivi unapokwenda habari ya kuomba, uwe makini kabla hujavaa vizuri, usiombe ovyo ovyo. Amina. Unaweza kaomba badala ya kuombea ukafanya nini? Ukaombewa wewe. Unaweza kaa na muombea, unaweza kuombea mtu akuta wewe ndio umepaka, unaanza kwenda nini? Kuombea. Unasema kwa jina la Yesu, ila Yesu. Unakuta sasa wewe ndio tena unaombewa.
maana hukuvaa dini ya haki, hukuvaa chepeo ya dini ya wokovu. Ulikuwa una upanga wa kiroho, ulikuwa una injili ya amani. Injili watu wanayehubiri sasa hivi ni injili isiyo ya amani, watu wa Mungu. Ndio maana nakwambia nitakufundisha jinsi ya kupigana vita, watu wa Mungu, lakini tunayo silaha zetu pale. Lakini umeona Yesu alipigana vita, lakini vita vya Yesu vilichanganya hata wanafunzi wake. Namna gani? Wanafunzi wa Yesu walijua kama Yesu ni mtawala wa kimwili. Ndio maana alipoingia Yerusalemu watu walishangilia wakisema, huyu ndio sana mwana wa Daudi, wakijua sasa wanakwenda kuzuka nini? Upinzani mkubwa na kuondoa kwenye utawala dola la Kirumi. Lakini watu wa Mungu, injili yetu inatakiwa kuwa ni ya amani, lakini vita vyetu ni katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Wametupitisha kazi unayotakiwa kufanya. Nje ya kazi yako unayofanya ni kuwa mvuvi wa watu. Lazima umwambie mtu habari njema ya Mungu, lakini ya amani, sio ya ugomvi, sio iletao mabaya. Amina, mtakatifu wa Bwana. Nani mwenye swali? Kabla sijaomba, nataka niombe ili kuruhusu aende nyumbani. Uende kwanza kufanya hiyo kazi. Lazima tuchangie kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu. Hata kama mtumishi wa Mungu atamuombea, lakini lazima uwe na baraka zako. Tusiache watumishi wa Mungu ndio wabarikiwe peke yao kwa sababu ya kuwa ni wavuvi wa watu. Nani mwenye swali? Ninaomba inuke juu ili niombe. Inuka juu niombe. Inuka juu niombe. Ninaomba. Baba, katika jina la Yesu, ukiwa Bwana umesema nasi juu ya baba wa rehema Galilaya na asili ya dhambi iliyekwenda na kufunika mpaka Galilaya, na Wagalilaya kwenda katika uvuli wa mauti na katika giza, na Kristo kama nuru iliyetabiriwa akipata kuzaliwa katika baba wa rehema. Eneo hilo Baba, kwa baba wa rehema kutabiriwa kwanza kuzaliwa kwake katika eneo la baba Nazareti Galilaya, na huduma yake akianzia Baba katika kando ya ziwa Galilaya. Baba, tumeona Baba ukiita wanafunzi wako wa kwanza ukiwaambia kuwa utawafanya kuwa wavuvi wa watu, na kweli Bwana ulianza kwanza kuwavua wao ukitumia mbinu za hali ya juu ya kupata kuwavua na kuwatoa kwenye kazi ya kuwa wavuvi wa samaki na kufanyika kuwa wavuvi wa watu. Nasi Baba ukituunganisha na wao katika ile agizo kuu lako Bwana ya kuwaendea na kuwafanya kuwa baba wa rehema wanafunzi wako. Bwana, tumesikia neno lako, na Bwana mweza wa yote, kama ulivyowatakasa na kuwafundisha wanafunzi wako, nasi tuko tayari kufundishika kwanza, ili Bwana tunapokwenda tuwe na baba upande ambayo ni neno lako, diri ya haki na chepeo ya wokovu, tukiwa tumeokoka, na baba wa rehema tukisimamia haki kwa ajili ya dini. Bwana, tupate Baba kujiandaa, na Baba ukituvisha silaha Baba wa rehema ambayo ni zana za Baba uvuvi wa watu, na ukitufundisha mbinu ya kupata kuvua watu. Nami nachukua mamlaka na kibali uliyenipa Baba ya kupita sasa katikati ya watu wako, nikiamrisha Bwana kila mapando yanayotutesa, mapando yanayotaka kutuangamiza na kutuua, Bwana, maandiko wote wamenea mambo haya na ishara zote hizo wapatana nao, katika jina lako watatoa mapepo, nena kwa lugha ngeni, watashika nyoka, wakinya kuficha kitawadhuru, wataweka mkono jogoni watapata afya. Ninang'oa mapando yote, nang'oa mauti na kuzimu, nang'oa Baba kizunguzungu kwa jina la Yesu. Ninamrudisha katika siri ya uumbaji madhabahu zote na kafara zote, ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninaondoa mapando yote kwa jina la Yesu.
kila mapando yote yanayezibu Baba maisha ya watoto kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu yatokotonekemo rindo koto na kapa yandu na makapa kapa ya baba yandu na manama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ng'oa ngozi bandia aliyewekewa na uso bandia aliyewekewa, na vunja mikataba zote na haribu kazi ya giza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia hatua zake, achia kibali chake, achia uzima wake kwa damu ya Yesu. Achia hatua zake na kibali chake. Mamlaka ya jina lipitao majina yote, mamlaka hiyo amenipa Bwana ya kuweka mkono juu ya ugonjwa na kupata afya kwa damu ya Yesu. Yatokotonekemo yabakapa peria tokoto na kapa yandu na makapa indo koto na kapa yandu na kapa peria tokoto na kapa ilia baba yande beria baba yandu na makapa peria tokoto na kapa. Na ng'oa mapando shote, ewe roho unayetesa maisha yake, uliyekaa kwenye kifua chake na tapotoka kwenye kifua chake, unayetaka kumzuia kuja kanisani, na ng'oa kifua bandio aliyewekewa kwa damu ya Yesu. Na ng'oa mapando shote kwa jina la Yesu. Achia kifua chake kwa jina la Yesu. Achia kifua chake. Huyu ni mchombo cha Bwana. Uliyekaa kwenye kifua umekamatwa na kwa jina la Bwana. Kuanzia leo kifua kiumbike upya. Baridi na kubanwa kifua siku ya Jumapili baada ya kuoga na kutaka kwenda nyumbani mwa Bwana. Ninang'oa mabaya yote kwa jina la Yesu. Ng'oa mabaya yote kwa jina la Yesu. Yatokotonekepo pili yatokotona kapa yanda baba ya baba yando na kapa pili yatokotona kapa rindo kotona kapa mapando yote Baba, wale panya pale kwenye biashara Baba, maagano yote ya kutoka kunyang'anywa Baba, friend, ninapindua kwa jina la Yesu. Ninatakasa Baba biashara na kazi ya mikono kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu zote, ninaharibu ila zote za adui shetani. Achia hatua zake, achia tima yake. Yendo kotona kama ili atokotona kapa yendo kotone kemo nama ya baba yande ya baba yando na mana endo kotona na mama ya baba yanda kapa yatokoto yando na kapa ili atokotona kapa yando na kapa ili atokotona kapa mapando yote mabaya yote balaa zote nuksi zote na kunasa kwenye mitego yote ya mabaya yote yaliyopangwa kinyume nawe, na batilisha mashauri yote, na haribu kazi yote ya giza, na kurudisha kwenye asili yako, na rudisha upendeleo na nyota yako na hatima yako kwa jina la Yesu. Achia hatua zake, achia hatima yake, achia maisha yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yando koto na kapa, yato koto na kapa, indo koto na kapa, indo koto na kapa. Akapa kapa, eria tona makapa, yatokoto na kapa, yando na kapa, eria tokoto na kapa, yanda bakapa, yanda baba, yanda baba, yanda baba, yanda baba, yanda baria baba, yanda kapa, eria tokoto na kapa, yando na makapa. Hatua zake, kibali chake, uzima wake, na mkomboa mtoto huyu na maagano yote kwenye ukoo mama na ukoo baba. Rindo koto, yata kapa, yata tatata, yata koto na kapa iria tokoto ya baba yanda baba ya baba indoro koto wetu, ilinde viongozi wetu, ilinde mikoa. Niende na wewe kuwavua watu, nami nibarikiwe kama wavuvi wa watu walivyobarikiwa katika jina lako. Mtu mmoja aseme amen. Basi makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Hayo sio ya kuabudu, hayo sio ya mvuvi. Bwana, hebu nisikia mvuvi. Basi nakuomba kae kwenye uwepo wa Mungu kabla sijakuruhusu kwenda nyumbani. Watakatifu Bwana,